Kwa majina naitwa Bakari A. Amiri. Nazaliwa mwaka fulani hivi wa njaa. Ila tatizo katika maisha, kuna changamoto nyingi sana mtu unaweza kupitia na ukajifunza kupitia changamoto hizo ambazo unapitia. Hususani kwenye swala zima la mapenzi. Nilipoambiwa mapenzi ni raha, nikajiona kweli mapenzi ni raha, lakini nilikuja kuingia nikaona mapenzi ni kichaa. Baada ya raha imekuwa ni kalaa. Nimepitia vitu vingi, nimepitia mambo mengi, nimepitia changamoto nyingi sana, lakini kwa yaliyonikuta mpaka nikaona kama mapenzi ni kitu cha ajabu sana na kinawatesa wengi. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2023. Hapo nilikuwa nimeshatendwa sana tena sana. Ila nikaamua nipige moyo konde, nimkabidhi mwingine maisha yangu, pengine atakuwa ni furaha ya maisha yangu, lakini nilichokitarajia sicho na nilichokipata. Nilianzisha mahusiano upya, nikafungua daftari jipya, nikawa ni mtu mwenye amani ya moyo, lakini nina simanzi ya usoni. Yaani ukinikuta ni mtu ambaye naweza nikawa na furaha, lakini furaha ya uso lakini sio moyoni. Kile ambacho nilikitarajia kupata ya Mungu nilikipata zaidi ya kile ambacho sikukitarajia. Kwa sababu niliyempenda ashumu alipenda mwingine. Kwa sababu nilimpenda mwanamke, na ukiambiwa ukipenda boga penda na uwalahi. Nilipenda mwanamke ambaye ana watoto 3. Ndipo tukaanza mahusiano. Mahusiano tukawa tunapika na kupakua. Hapo nikajiona kuwa nimekuwa. Nafanyiwa kazi zote, nafuliwa, napikiwa. Maisha nikayaona ni sawa na bigiji unaitafuna. Tena bigiji ambayo haishi ladha mdomoni. Lakini bigiji ikaja ikageuka kuwa shida kwangu. Yaani bigiji ikafuna kama unatafuna makalakacha, mavitu ambayo hayaeleweki. Ikaja ikafika 2022 katikati hapo. Ndipo vikaanza vitimbwi, vikaanza kelele. Mapenzi kwangu yakawa tena si amani bali mziki. Kwa wakati unaishi uko na wewe mwanamke mwenye watoto 3, ulikuwa unaishi naye na wao watoto wake 3 au? Of course. Hapo nimeongea kidogo Kiingereza. Kwa majukumu yote ulikuwa unabeba wewe. Yaani nilikuwa nabeba majukumu kama baba. Na nilimpenda, kiukweli nilimpenda yeye na watoto wake. Nilimbeba yeye na familia yake. Ililazimu kukodisha vyumba viwili, na maisha ya mjini kupangisha vyumba viwili ni shida. Ndio. Lakini mimi nilipangisha kwa sababu nina mke mwenye watoto. Na mimi sina mtoto. Kwa hiyo nikachukulia watoto wake kama watoto wangu. Lakini mwisho wa siku kumbe yule aliyozaa naye bado ana mahusiano. Na maana wale baba alozaa na wale watoto 3 bado anapigana nao, yani ana mahusiano nao. Yaani bado anakuwa na mahusiano, kwa sababu huwa nikitoka nyumbani nikienda katika mizunguko yangu. Nyuma naye anatoka. Ukirudi mchana hukuti mtu. Ukija ukiuliza, unaambia usiulize, wewe umetoka na mimi nimetoka, tunaenda kutafuta. Mimi nikajua kweli kama kaenda kutafuta sawa, kutafuta kitu gani? Mtu hafanyi biashara, hana chochote anachokitegemea zaidi yangu mimi. Mimi nitafute ndio wale. Lakini anakuambia nimeenda kutafuta, ameenda tafuta kitu gani? Nikasema okay, nikapiga moyo konde, kwa sababu nikajua wanawake wana siri zao. Pengine na biashara yake anaifanya kwa siri, mimi nikifanyaje nikijue.
Imeenda wakati huo tunaparangana alikuwa tayari ni mjamzito. Mjamzito na maana mimba ni ya kwako kwa sababu unaniambia alikuwa anatoka ukitoka. Yes. Hapo mimba ilikuwa ni ya kwako au ndo ulikuwa hauna hakika kama ni ya kwako au ni wale? Yaani wakati ananiambia kuwa ni mjamzito. Nilipata mashaka sana moyoni mwangu. Ila nikasema sawa. Kwa kuwa mimi sijaitwa baba. Hata kama akinibambikiza mtoto, mkubwa niite baba. Niliyapokea madhaifu yake. Kwa hiyo kiu yako kubwa ilikuwa ni kuitwa baba. Hicho tu ndio nilichokuwa, yani ndio nilichokuwa nakihitaji katika maisha yangu. Kwa sababu kote nilikopita ilikuwa ni kama naogelea baharini. Aliyakuwa sijui kina kinaendaje, niko juu sijui mwisho wa bahari ni wapi. Basi tukawa tunapishana kelele kila unachokifanya unakosea. Mmoja nimetoka polini kukata mkaa. Kazi yako ilikuwa ni kazi ya mkaa. Yes. Ilikuwa ni majira ya saa 2 usiku. Nimeondoka saa 12 asubuhi. Nimerudi saa 2 usiku. Fika nyumbani unamkuta amekaa, nimechafuka kama mtu atoka kuchimba kaburi. Nikamwambia mke wangu nahitaji maji nikaoge. Akaniambia kama unataka maji nenda kachote. Nenda kafanyaje? Nenda kachote. Na kipindi wakati anakujibu alikuwa ni mjamzito alikuwa sio mjamzito? Wakati huo anajibu alikuwa ni mjamzito. Yaani wakati anajibu hivyo alikuwa ni mjamzito, lakini mimi nikapiga moyo konde nikasema hii labda ni nini? Labda ni mimba. Nikaenda nikachota maji. Kuja namkuta amekaa, nikaenda nikaoga nikarudi. Haya. Nipe ulichokiandaa. Akaniambia ingia jikoni, mimi ndo naitwa na wala siingii jikoni kupika. Nikamuuliza watoto wamekula nini kama hutaki kupika. Akaambia wameenda kula kwa bibi yao ambaye ni mama yake yeye. Kile kitendo kiliniuma, mimi nikaachana naye. Sasa hicho kitendo ukujua kama labda ni ujauzito unamsumbua? Mimi mawazo yangu na fikra zangu nilihisi kwamba ni mimba inamsumbua, lakini mwisho wa siku nikaja nikajikuta kumbe hapana. Mimba haiwezi ikawa hivi. Hapa kuna kitu ambacho kinaendelea ambacho mimi sifahamu. Mimi kama nimetulia, nimepiga moyo konde, naendelea kupambana na maisha. Ila watu wa pembeni ambao wanaona kinga ambacho nakifanya walikuwa wakinionea huruma na kunitazama. Ila kuna mzee mmoja sitamsahau. Ile mzee kwa sasa ni marehemu, Mungu amweke mahali pema peponi. Aliniambia kijana, katika maisha yako ambayo unayoishi, enzi ya ujana wangu mimi sijawahi kufanya. Sikuwahi kuishi na mwanamke mwenye watoto 3 na hicho mimi sijawahi na sitawahi. Nikamuuliza swali kwa nini, akaniambia katika yani hutokuja kununua kitu cha aina yoyote kwa sababu yule mwanamke atakubana na atakubana ili mlelee wale watoto wake, lakini tayari umejua na mtu mwingine wa kufanyaje wa kuwa naye, wewe ni kama mlezi wa watoto. Nikamwambia mzee, mimi nakuheshimu, ila kwa hicho ulichokiongea naomba tufanyaje tusiendelee, kwa sababu ukipenda boga penda na ua lake. Na hakuna yeyote ambaye anaweza kunishauri kwamba niachane na yule mwanamke, ni kitu ambacho siwezi. Yaani siwezi na sitatarajia kuachana naye. Japo napata shida, lakini siku nitayazoea haya matatizo. Akaniambia ndoa unapoishi na mwanamke mnatakiwa wote muende sambamba. Aidha ujishushe wewe, yeye yake afanyaje yaende, au yeye ajishushe ili maisha yaende. Mimi nikamwambia mimi kujishusha ni ngumu. Ila kwa kuwa tayari ana kiumbe tumboni, nitafanya kile anachokihitaji. Itafikia stage nikagombana na familia yangu. Niligombana na mama.
Mama niambia mwanamke huyu mimi simtaki, nikamwambia ndio mchaguo wangu. Umri nilionao siruhusi kuchaguliwa mwanamke mimi ndio. Awe ana chongo, awe ana watoto, awe ana nini. Katika maisha mama mimi siwezi kwenda kuvunja shamba ambalo sijui kwamba nitalima nitavuna. Bora pale ambapo pameshalimwa watu washavuna na mimi niende nikapande hapo hapo. Wengine nitambulia chochote kitu. Tuligombana sana lakini mwisho siku mama pia kazoea, kanambia wewe endelea na maisha yako na mke wako. Akatia baraka zote, ila tu alisisitiza kwamba huyu mwanamke mimi hapana. Sisi tukamwambia haina shida. Nikaona sasa pale kijijini ni kero. Kwa familia mpaka kwa ndugu, yaani mpaka kwa marafiki. Nikapata kazi sehemu moja inaitwa Kiwangwa. Bagamoyo hapo. Baada ya kupata hiyo kazi, mimi nikaenda nikafanya kazi. Ilikuwa ni kazi ya kupalilia mananasi. Kwa hapo ulikuwa ushaachana na kazi yako ya kuchoma mkaa? Hapo mkaa nimeshaacha. Nilimwekea gunia 6 ndani. Za kupikia. Nikamwekea gunia 6, nikamwambia wewe mkaa. Uza. Pesa usinipe hata 100 kwa sababu wewe hapo ulipo ni mjamzito. Ulivyoondoka kwenye kazi nyingine ukamwachia mkaa kama pesa ambayo itakuja kumsaidia baadaye. Yaani niliacha mkaa kama akiba. Lakini bado kuna senti ambayo nilimwachia. Je, asingeuza ule mkaa? Yaani sio kwamba nimemwachia mkaa, sijamwachia hela matumizi. Hela matumizi nimemwachia na mkaa nimemwachia. Kwa sababu mimi sinaondoka. Yeye si ndio yupo nyumbani, na maana yeye ndo afanye kile ambacho anakiona pale nyumbani. Mimi nikaenda zangu Kiwangwa, nikaenda nikafanya kazi. Nilikaa wiki 3, nilikuwa nikupalilia mananasi. Nilikuwa watu kama 15 hivi. Tumeenda, tumefanya kazi. Tumerudi kama kila mtu ana shilingi 60,000. Nakumbuka shilingi 60,000. Nilirudi nyumbani saa 6 usiku. Saa 6 usiku narudi nyumbani. Na sikumpigia simu kwamba nakuja. Lakini nilipofika nyumbani nilikuta mlango umefungwa kwa nje. Mimi nikafungua kuingia ndani, nakuta watoto wamelala. Mama hayupo. Mimi nikalala. Asubuhi anakuja, nakuta mlango umefungwa kwa ndani. Anamuita sasa mwanae, fulani, fungua. Mwanae wa kiume anaitwa Dora. Fungua. Akamfungulia. Oda mimi nimelala. Alishikwa na bumbuazi, nilijawa na hasira, nilitamani nimkabe, yaani nilitamani hata nimnyonge. Alichokifanya mimi nikaamka nikatoka. Akawa tu anaongea. Kaniuliza umekuja saa ngapi? Nikamwambia mimi ndo nimeingia hii asubuhi. Alivyokuwa hana haya na aibu, akanambia mimi nilitoka. Niliitwa na mama. Nimetoka mida saa 11. Mimi nikamwitikia, nikamwambia haina shida, ila kikubwa wewe nenda kaoge tu. Kwa sababu usiniambie kwamba unatoka kwa mama yako. Mimi nimekuja saa 6 usiku hapa nyumbani. Kuja nimekuta watoto umewafungia kwa nje. Ashumu hawa ni watoto wako unaofanyia hivi. Je, mimi ningekuwa na mtoto mwingine nje, ningekuwa namfanyia kitu gani? Wako wenyewe ndio hivi, je wa kwangu mimi? Ila hawa ni watoto wako. Hebu wajali na uwathamini. Nyumba inakuja inaungua moto. Watoto huyu mmoja ni mtundu. Anakuja anawasha kijiti inaungua moto, mwafungia ndani. Utapata kesi wewe. Akaniambia mimi watoto wangu, mimi ndo nawalea. Kwa hiyo wewe kazi yako ni kujua kwamba wamekula, wamefanyaje, lakini hilo ni jukumu la watoto wangu. Kwa hiyo usinitumange na watoto wangu. Mimi nikamwambia haina shida. Ila samaki mkunje angali mbichi. Akitaka huko uwezi kumkunja takatika. Mtu ambaye ameshindwa kufunzwa na mama yake, mimi sitaweza kumfunza.
Mimi nikaondoka nikaenda kwa rafiki yangu mmoja hivi anaitwa Jonas, yuko Dar es Salaam. Nikaenda pale tukafanya zetu mazoezi. Anafanya mazoezi pale. Anaambia twende polini, nikacheza mtaa wake. Mimi nikaenda kucheza mtaa. Jioni kurudi tena hayupo. Nikaenda kule kwa mama yake, hayupo. Nikarudi zangu mimi nikaendelea na harakati za nyumbani. Nikakuta watoto tu wamekaa hapo. Nikauliza mmekula? Tujala. Mimi nikaingia jikoni nikapika. Watoto wakala. Nikawaogesha. Mjija nakuta watu wameshaoga, wamefanyaje? Wamelala. Simulizi la heri wala washari. Nikapanda zangu kitandani na mimi nikalala. Kaja mwenyewe mezani akakuta ripoti, akafunua kuta ugali, akakaa kala. Panda kitandani tukalala. Haujiuliza katoka wapi? Sijauliza chochote kwa sababu najua kwamba hii itakuja kuwa ni madhara kwangu kwa sababu mimi na hasira za karibu. Kama kaja nitamnyongelea huko kupata kitu. Kwa nini mtu mtu ambayo basi nilichokifanya mimi nikaa mpole, yani nikaamua kujishusha chini ili yeye awe. Baada ya kujishusha chini, maisha sana naenda hivyo. Na maisha hivyo. Ilipofika 2023 hiyo mwishoni. Kwenye mwezi wa 8 kuendelea. Mimi nilikaa nikawaza, nikawa nalia tu kama mtoto. Hivi mimi maisha nayoishi yakoje? Kwa sababu chakula natafuta mimi lakini amekula mwingine. Ashuni umeenda kutafuta katika chakula anampelekea mwanaume ambaye amezaa naye. Ile kitu ilinikata sana. Nikanyamaza. Siku moja ndo nilivunja ukimya. Kwa sababu huaga bubu haongei lakini akiongea anakuwa anaongea kwa vitendo. Nilivunja ukimya. Hiyo nimetoka kupakia mkaa. Tumetoka kupakia mkaa jioni, tumepakia mkaa. Nimerudi. Ilikuwa ni mida kama ya saa 2 hivi kuelekea saa 3. Kuna sehemu kumeuzwa kasusu, akawa anaangalia TV. Mimi nikaenda pale nikanunua zangu kasusu nikanywa. Sababu mimi ni mpenzi wa kasusu. Nikanywa zangu kasusu. Nikarudi ndani kwa kuchukua maji nikaenda nikaoga. Akaja mdogo wake. Mdogo wake kanikuta mimi nimesimama mlangoni. Akaniita, "Shem, sasa yuko wapi?" Nikamwambia yuko hapo kwa hiyo mzee anaangalia TV. Dadake alikuja juu zaidi ya moto unaojua, yani alikuja juu, aliwaka. Kwa sababu gani? Mimi nakujua wewe ni malaya. Nini? Nikamuuliza kwani shida iko wapi? Unataka kutuchanganya mimi na mdogo wangu? Hapo uko naongea nini na mdogo wangu na mimi kitu gani mnakiongea au mnatongozana? Kweli nilivunja ukimya. Nilishikwa na hasira moja ya ajabu, nilikita nimemkata kofi. Akaenda chini. Alipoamka tena piga, yani nilipiga kama napiga kuku. Sasa nikaja nikashikwa. Na mkongo aliponishika nikamwambia mjomba usinishike kwa sababu unaponishika unampa nguvu, ataning'ata, na kweli alining'ata. Nikatoka ule usiku wa saa 2 nikaenda nikalala polini juu ya mti. Nililala polini juu ya mti kwa sababu mtu sijui kwamba yupo katika hali gani. Kwa sababu mimi nilipiga. Na wakati napiga mimba ilikuwa tayari ni kubwa. Nilimkutana kaa polini, nilienda kulala juu ya mti. Asubuhi nikarudi nyumbani. Kurudi nikakutana na barua ya mwenyekiti. Ameenda kunishtaki.
Nikaenda kwa mwenyekiti, kwa sababu mwenyekiti mimi ananielewa na ananijua vizuri. Nje kutoka nikiwa mdogo sijawahi kuleta ukorofi wala hajawahi kusikia nimepiga mtu wala nimepigana wala nimefanya chochote. Mwenyekiti akatuita. Akamwambia, haya wewe umeleta malalamiko hapa, tumemwandikia mumeo barua, amekuja, shida ni kitu gani? Mimi amenipiga na mimi mjamzito, mimi shida yangu tu nikamweke ndani awe na heshima. Nikamwambia mwenyekiti, mwache afanye anachofanyaje, anachohitaji kufanya. Mwache afanye anachohitaji kufanya. Wakati huo tayari tumbo yani limekuwa ni kubwa, lakini sio kwamba kusema ni kubwa vizuri. Kwa ni kubwa. Tubeza. Pelekeshana pale kwa mwenyekiti, mwisho siku kesi ikaishia hapo. Lakini baada ya kuishia kesi hapo, mimi bado nikawa na kinyongo. Yaani bado nikawa nina kinyongo, siwezi kufanya kitu ambacho hakipo. Ndio maana nasema siku zote unayempenda muangalie ana tabia gani, muangalie yupoje, muangalie kama na maisha ya kweli na wewe. Ila usimpende mtu akaja maishani mwako kuja kuyajaribu maisha yako, utapata tabu sana katika maisha yako. Utapata shida, utaiona dunia ni kubwa. Yaani hivi ukitembea unatamani ardhi ipasuke katikati afu uingie kumeza ili ulimwengu usikuone. Lakini inashindikana. Usioni watu wanachukua maamuzi ya kujinyonga, watu wanajiua, ukajua labda wanapenda. Hapana. Tayari imeshawaathiri na inawatafuna kwa muda mrefu, ila hawana maamuzi ya kufanyaje, ya kuamua. Wanaamua tu bora niamue nijiue. Yaani nitoke katika huu ulimwengu kwa sababu ya kufuta aibu, kwa sababu ya kufuta, yani ya kuyapoteza yale ambayo anayapitia. Akili inauma sana. Yaani inauma mpaka nashindwa hata nianzie, yaani nashindwa hata niendelee na hii tunachokizungumza. Lakini nazungumza kwa faida ya wote ambao wamepitia changamoto kama za kwangu na bado wanapitia changamoto kama za kwangu, lakini wanashindwa kujivua katika changamoto hizi. Ni kitu simple sana. Yaani ni kitu kirahisi sana kutoka katika hayo mateso. Basi baada ya kuwa naishi katika mazingira hayo, mimi nilichokifanya nikaamua kuondoka. Nikamkimbia na mimba yake. Lakini sio kwamba nimemkimbia kwamba ndo nimemwacha, hapana. Bali nimeenda kuitafuta ile furaha ya moyo wangu. Yaani amani ya moyo wangu. Hata kama niko peke yangu, lakini bado na. Kwa wakati unamkimbia ukaenda mbali na yeye, ulikuwa unamhudumia, ulikuwa umhudumia? Nilikuwa namhudumia. Yaani nilikuwa namhudumia, ila kitu ambacho nilichokuwa nakifanya, nilikuwa sina simu. Kwa sababu ningekuwa na simu, tungekuwa tunakorofishana kupigana simu mara kwa mara, angenirudisha katika hali nyingine. Nikiwa na hela naiposti. Yaani nafanya kumtumia mtu ampelekee. Mimi kuongea naye nikawa kuongea naye. Nilipofikia mwezi wa ngapi, wa 4, 2010 na ngapi hiyo, 13, 2023, mwezi wa 4, tarehe 25, nakumbuka kwenye ilikuwa ni siku Krismasi, Pasaka hiyo. Tarehe 25. Mimi niliumwa na tumbo mpaka nikasema nafa. Tumbo liliniuma vibaya. Nalia kama mtoto. Imefika mida ya saa 1 usiku. Nikazima simu nikampigia. Hapo tumbo limefanyaje? Limekata. Ila kabla sijampigia, tayari simu zilishapiga, mkeo kajifungua. Mkeo amefanyaje? Amejifungua.
Mimi nikamwambia basi nashukuru kama kajifungua. Mimi nikampigia simu. Kaomba simu nikampigia. Wakati nampigia akaniambia bana mimi hapa nipo hospitali. Ila bado sijafanyaje? Sijajifungua ila nipo hospitali. Nikamwambia ina shida. Ilipofika saa 3 nikamtafuta tena. Kumtafuta ndipo napata ripoti ya kuwa yeye amejifungua mtoto wa kiume. Akanambia bana mimi nimejifungua lakini nimejifungua mtoto wa kiume. Nikamwambia wakati yuko tumboni nilikwambia kama ni mwanangu atakuwa ni wa kiume. Ila kama sio mwanangu atakuwa ni wa kike. Akanambia kweli nimejifungua. Angezaliwa mtoto angekuwa sio mtoto wako. Angezaliwa mtoto wa kike angekuwa sio mtoto wako. Yaani angezaliwa wa kike. Ningeangalia labda kama nimefanana naye atakucha hivi. Lakini kiukweli wale ambao walikuwa wanasema kwamba hii mimba sio ya kwangu. Na wala haikuwahi kuwa ya kwangu. Tayari walishaenda kumuona mtoto. Na message sent zikaja kwamba mtoto mfanana naye. Kiukweli nilifai. Au kufunga safari kwenda kumwangalia mtoto na mamake? Sikwenda. Kwa sababu nimejua tayari hata nikienda hakuna chochote kilichobaki. Kikubwa nilikuwa natafuta ili niweze kujitoa pale nilipoingia. Ndio maana nilikuwa na mkwepa. Sikuhitaji wala sikutaka tena kuwa naye. Nikasema huyu mtu mimi achane naye mazima. Lakini nikaja nikagundua kwamba ile ni damu yangu. Kama ni damu yangu ngoja nione. Wakakaa wao kama familia. Siku ambao wanampa mtoto jina hawakunishirikisha. Wakampa jina ambalo wanajua wao. Wakamtoa nje. Na unajua ni kwa sababu gani hawajakushirikisha? Wengine wanaona nilimtelekeza mtoto wao. Kwa sababu nilikuwa nikituma pesa za matumizi, anamwambia mamake kwamba situmi hela. Na kuna sehemu nilimwekea pesa ambayo nimwambia utakapoona kwamba tayari siku zako zimeshakaribia, nenda sana kachukue hela. Na kweli lakini aliaminisha familia yake kwamba mimi nimemfanyaje? Nimemtelekeza. Mimi napambana usiku, naingia baharini usiku, naenda kuvua usiku. Natoka asubuhi, naingia usiku, natoka asubuhi, naingia usiku, natoka asubuhi. Basi lakini bado moyo wangu yani hauridhiki. Bila ridha. Baada ya kumpa mtoto jina hawakunishirikisha wala hawakuniambia chochote. Sasa ya kwanza ya tatu mtoto anasumbua. Mtoto analia vibaya. Analia, yani analia kunyonya hataki. Ndipo mama yake anachukua anasikia. Yani mama mkwe. Ananipigia. Halo baba nikamsalimia. Ndio mbona kajifungua hujaja? Nikamwambia mama, je, mlipompa jina mlinishirikisha? Hakunishirikisha kwa chochote. Kwa hiyo umeona kwamba mimi huyo sio mtoto wangu. Laiti ingekuwa ni mtoto wangu mngenishirikisha. Na mimi siwezi kuja. Yule mama akaniambia sikia nikwambie. Mtoto anasumbua vibaya. Anasumbua. Nikamwambia atawasumbua sana. Tena hapo bado atawasumbua na atawasumbua. Mimi nikaondoka. Wakapiga wakaambia mwenye simu hayupo. Mwenye simu hayupo. Wakapiga tena mwenye simu hayupo.
Nikaka akasema sasa hivi ngoja niwasikilize. Nikawaambia kama mnahitaji kufanya hivyo, mpelekeni huyo mtoto nyumbani. Mpelekeni nyumbani, afu mkifika ambiwa hapigina. Hawakumpeleka. Wakawa wanamhangaisha tu kwa waganga. Kila anapofika anaambiwa huyo mtoto si kafanya hivi, si kafanya hivi. Ndio mimi ndo nikachukua maamuzi. Alinipigia simu mwenyewe akawa analia. Yale machozi yalikuwa ni unafiki. Alinipigia simu akawa analia na kuomba msamaha kwa yale aliyonitendea. Mimi nikajua labda ile ilikuwa ni mimba. Nikamwambia basi haina shida, mimi nafanyaje? Nakuja. Kweli mimi nikarudi nyumbani. Nikamkuta mtoto analia, yani akasikiliza mtoto, nikampakata. Nikamwambia nigeieni maji, wakanipa maji. Nikampata yule mtoto kwenye utosi.